BMP TV Professional Update. Habari ya leo ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online popote ulipo, karibu kwenye taarifa kuu ya habari kutoka hapa BMP TV Online. Leo tarehe 21 Oktoba 2025 majira ya saa 12 Afrika Mashariki. Tunawashukuru wote mnaendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Shukrani za pekee ziende kwa wazalendo wote wanaotuandikia, wanaotoa taarifa na wanaendelea kueneza sauti ya amani, umoja na maendeleo ya taifa letu. Endelea kuwa nasi kwa sababu habari kamili zinaanza hivi karibuni. Na huu ni mtasari wa habari. DRC Bukavu. Katika mji wa Kamanyola na maeneo ya karibu na Bukavu na Goma, hali ya usalama imepata msukumo mkubwa kutokana na maandalizi ya kikosi cha wazalendo wa Sud Kivu. Kenya. Kifo cha kiongozi mkuu wa upinzani Kenya na mwanzilishi wa chama cha Orange Democratic Movement Raila Amolo Odinga mnamo Oktoba 15, 2025 kimibua hofu na maswali makubwa kuhusu mustakabali wa kisiasa nchini Kenya. DRC Kinshasa. Ziara ya kihistoria ya Mike Tyson, bingwa wa zamani wa dunia katika mchezo wa ngumi, katika kumbukumbu ya mauaji ya kimbare ya Wakongo jijini Kinshasa imebua hisia kali za mshikamano na heshima kwa mamilioni ya raia wa Kongo walipoteza maisha yao kutokana na mauaji ya halaiki. Kuna haya na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Wazalendo wa Sud Kivu kwa ushirikiano na wananchi wa Kamanyola wamezidisha usalama kwenye barabara kuu ya namba 5 inayoelekea Bukavu kwa kuzuia kwa nguvu jaribio lolote la magaidi kuingia na kuharibu mali za raia. Kamanda mkuu wa kikosi hiki, Mzalendo Pastor Bishop Prophet Ngoma Nzito, ametoa maagizo wazi kuwa hatua za kijeshi na za kimkakati zinalenga kuhakikisha raia wanabaki salama, wapiganaji wa upande wa kutaka kuharibu wakiangukia mikononi mwa sheria. Kikosi hiki kina mpango wa kimkakati wa kuendesha vita mbili kwa wakati mmoja, Bukavu na nyingine Goma, huku maeneo mengine yakipata bila kushughulikiwa moja kwa moja kama ilivyokuwa mnamo mwaka wa 1997. Viongozi wa jamii wamesema kuwa raia hawapaswi kushiriki katika mfumo wa repli strategic na kwamba kikosi cha wazalendo kimeweka vizuizi madhubuti vya kuzuia magaidi kuendelea mbele. Ripoti za mashuhuda na wanajeshi zinaonyesha kuwa kizuizi cha wazalendo kimefanikiwa kuzuia magaidi kusogea zaidi kwenye barabara kuu na kuacha sehemu hizo zikiwa salama kwa wananchi. Kikosi cha wazalendo kimeunda mitandao ya mawasiliano kwa wananchi ili waweze kupata taarifa za muda halisi na kufuata maagizo ya usalama bila hatari. Hali hii inaonyesha ushirikiano thabiti kati ya raia na wanajeshi wa kujitolea na kuashiria kuimarika kwa usalama wa Sud Kivu. Viongozi wa jamii wanashukuru raia kwa ushirikiano wao na wanatoa wito wa kuwa makini na kufuata maagizo ya kikosi cha wazalendo. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Bukavu na Goma. Tujielekeze Kenya. Raila Odinga ambaye aliongoza ODM kwa miaka mingi na kushirikiana na wanasiasa wa ndani na kimataifa, aliweka alama isiyofutika katika siasa za Kenya. Kifo chake kimeacha changamoto kubwa kwa chama chake, hasa kutokana na utegemezi wa chama kwa uwakilishi wa familia ya Odinga na umoja wa wapinzani. Wachambuzi wanasema kuwa uongozi wa ODM sasa unahitaji mabadiliko ya dhahiri ili kuhakikisha chama kinabaki na mgao wa kisiasa na mchango wa kisiasa unaoendana na harakati za kisiasa zilizobadilika kwa kasi. Viongozi wa ODM na wananchi wameeleza huzuni yao kubwa, wakisema kuwa Odinga alikuwa kielelezo cha mshikamano wa kitaifa, mzalendo na kiongozi wa mawazo ya mageuzi. Kifo chake pia kimeibua mjadala kuhusu uwiano wa kisiasa, nafasi ya wanawake na vijana katika ODM na jinsi chama kinavyoweza kuendelea kuongoza bila kuwepo kwake. Tukio hili limevutia hisia mbalimbali za wanasiasa wa ndani na kimataifa, huku akina wafuasi wake wa kukusanya kumbukumbu mchango wake katika mageuzi ya kidemokrasia na maendeleo ya kitaifa. Vyombo vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa kuondoka kwake kunachochea mjadala wa kina kuhusu mustakabali wa ODM
na changamoto za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa 2027. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ilikuwa ni taarifa kamili kutoka katika mji wa Kenya. Tujielekeze DRC katika mji wa Kinshasa. Michael Tyson alifika jijini Kinshasa akipokelewa kwa heshima kubwa na viongozi wa serikali, familia za waathirika na wanaharakati wa haki za binadamu. Ziara yake katika Genocost Memorial ilikuwa na malengo makuu: kutoa heshima kwa waathirika, kuibua mjadala wa kimataifa kuhusu haki na kumbukumbu, na kuonyesha mshikamano wa kimataifa na wananchi wa Kongo. Tyson alikusanya watu, akaongoza katika hafla ya kutia maua na kutoa maneno ya faraja kwa familia za waathirika. Katika hotuba yake, Tyson alisisitiza umuhimu wa kutambua historia, kuthibitisha haki na kuendeleza mshikamano wa kiutamaduni na wa kihistoria. Wanasheria, wanaharakati wa haki za binadamu na wanajeshi wa kijamii wamesema ziara hii ina maana ya kihistoria, kwani inatuma ujumbe kwa dunia nzima kuwa ukimya mbele ya mateso ya watu wa Kongo haikubaliki. Ziara hii pia imechochea kampeni ya Justice for Congo, ikilenga kuelimisha jamii ya kimataifa juu ya madhara ya vita, mauaji na unyonyaji uliodumu kwa miongo mingi. Wananchi wa Kinshasa wameonyesha furaha na matumaini mapya kutokana na mshikamano huu wa kimataifa, huku wakiwa na imani kuwa dunia haibadiliki bila kuchukua hatua za mwisho. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua, nikikutakia asubuhi njema. BMP TV Professional Update.